Kwa majina naitwa Mwalimu Sospita Remigius, mwalimu mkuu shule ya awali na msingi St. Max iliyoko hapa Dodoma. Kiukweli kabisa tulipokea kwa masikitiko taarifa za mwanafunzi wetu Gracious Hamisi, kulingana na namna ilivyofahamika huko kwamba alipoteza mzazi wake mmoja katika mazingira ambayo sio mazuri. Na kama shule kwa kweli hatukupendezwa sana, tulisikitishwa na tukio hilo. Kwa maana hiyo tumechukua jukumu la kumpa ufadhili mwanafunzi wa kusoma darasa la 7 bure, lakini pia atafadhiliwa kwa elimu yake ya O-level kuanzia form 1 mpaka form 4 shule yote atakayokwenda. Na ufadhili huo unatolewa na mkurugenzi wetu Bwana Aristides Mtungi, kwa atahakikisha anamfuatilia mpaka pale atakapoweza kuwa amemaliza kidato cha 4. Lakini sambamba na hilo tunafahamu kwamba tukio hili ni kubwa kwa mtoto na kwa familia. Kwa maana hiyo kama shule tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaishi naye vizuri, psychological aweze kuwa settled, tukizingatia yeye yuko katika darasa la 7, darasa la mtihani. Kwa hiyo kwa majukumu hayo alionayo lazima tuweze kukaa naye vizuri kuhakikisha kwamba tunamwendo vizuri, na aweza kuwa well psychologically ili aweze kuendelea na shughuli zake za kawaida na hatimaye aweze kufanya mtihani wake wa mwisho vizuri. Kwa majina anaitwa Salma Marijani, ni mama mlezi wa Gracious Hamisi Uongo. Gracious baada ya tukio la mama yake la awali mwaka 2019 lilimwathiri kabisa kisaikolojia kabisa. Kwa Gracious alikuwa hawezi kukumbuka chochote. Nilipompokea na kumleta hapa Dodoma, tuliweza kufanikiwa kupata interview shule zaidi ya 3, lakini hakuweza kuperform. At last tukaunganishwa na shule hii na tukaweza kuonana na uongozi wa shule kwa kificho sana na kuwaeleza what is behind Gracious. Walipokea kwa masikitiko makubwa, lakini mwalimu mkuu aliahidi kumpa support ili aweze kukaa vizuri darasani. Kwa kushangaza sana, Gracious kweli alianza kuperform vizuri sana, na hata matokeo yake darasa la 4 yalikuwa mazuri na aliendelea vizuri sana. Kwa hiyo mwalimu mkuu Sospita tumekuwa naye kwa karibu sana, akinipa maendeleo ya Gracious mpaka alipofika darasa la 7. Kwa utaratibu wa shule ilimlazimu kwamba Gracious na darasa zima wawepo boarding. Mwalimu alinielekeza kwamba pamoja na yote atakuwa naye karibu. Kwa kipindi chote hicho siri ya kutokuwepo kwa mzazi wa Gracious ilikuwa ni baina yetu na mwalimu mkuu. Wenzake hawakuweza kujua kama Gracious hana mzazi kwa mazingira magumu. Lakini tulipopata taarifa ya maziko ya Gracious niweza kuwasiliana tena na mwalimu. Nilimwomba anipe Gracious kwa wiki moja nikae naye nyumbani bila kushiriki masomo ili niweze kukaa naye, kwa sababu taarifa zilienea sana mtandaoni na tukutamani Gracious azisikie taarifa hizi informal bila kuwa na utaratibu, na mwalimu aliruhusu. Kwa baada ya hapo tumefanya safari ya maziko salama na tumefanikiwa kurudi salama siku ya leo alfajiri, na nikampigia taarifa mwalimu kwamba tunakuja kumkabidhi mtoto shule. Ametusurprise kwa mapokezi haya ya ajabu ambayo mimi sikuweza kujua. Nilijua tu tutafika na kumkabidhi mtoto na kurudi, lakini kwa kweli wametushangaza sana. Kipekee naomba nishukuru uongozi huu wa shule, wamekuwa ni zaidi ya binadamu lakini zaidi ya wazazi. Wametupa maneno ya faraja kwa simu, lakini kwa jumbe mbalimbali, lakini zaidi ya yote wametusurprise kwamba tumepata exemption au sponsorship ya ada ya Gracious kwa kipindi cha darasa la 7 muhula uliobaki, lakini zaidi ya yote wameweza tena kumsponsor kutimiza ndoto yake mpaka atakapofika level ya form 4. Lakini zaidi ya yote jana tukiwa tunarudi tumepigiwa tena simu na chuo cha ustawi wa jamii chini ya uongozi ya Dr. Lea, mkurugenzi wa mahali pale, na akisema watakuwa very concerned na kumfuatilia maendeleo ya Gracious, ikiwa kumprovide psychological support watafanya kwa njia ya simu. Kwa hiyo nitamuelekeza mwalimu, kwa sababu yuko boarding, watakuwa na vipindi ambavyo wanakutana kwa dakika kama 10 kila siku jioni kuweza kuongea naye, wanajua namna wao wanavyoattend. Yote haya hatuna cha kusema zaidi, tunamshukuru Mungu. Mungu awaguse kama ambavyo wametukimbilia, basi Mungu aweze kuwalipa. Lakini zaidi ya yote nishukuru media, kwa kweli nimekuwa surprise tena kuwakuta hapa. Yote hiyo ni kwamba mmeguswa na jambo zito ambalo Gracious amepitia kwa umri mdogo. Lakini pia Gracious sio tu kwamba amepoteza mama, lakini amepoteza pia baba. Lakini zaidi ya yote Gracious ni mtoto pekee, hana mdogo, hana dada. Tulitamani mimi na mume wangu kama tungeweza kufanya process za kumadapt ili sasa Gracious
asiwe tena mlezi kwetu, awe kama mtoto wa kuadapt na awe na haki zote za kisheria kama ambazo watoto wetu wa kuwazaa wanazo. Mungu awabariki media zote kwa namna ambavyo mmelichukulia jambo hili kwa uzito uliostahili. Limetupa faraja kwamba tuna kundi kubwa sana la watu ambalo pamoja na yote linaomba na kumwombea Gracious na kuhakikisha kwamba anafanikiwa katika ndoto zake ambazo angetamani kuzitimiza wazazi wake wakiwa hai. Mungu awabariki sana. Napenda nitoe wito kwa wazazi kwanza ambao wana watoto wenu wako kwenye majumba, wameoa au wameolewa. Wito wangu mkubwa ni kuwa karibu na watoto, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini kuna namna fulani hivi ambayo tunatamani, ukisikia kitu unaambiwa vumilia, tusuluhishe, tufanyaje. Jamani, kuna vitu ambavyo vingine havisuluhishiki. Lakini sio vibaya sana please jamii kwamba leo nimeolewa, kesho itakuwaje jamii kijua kwamba nimeachika. Mimi ninachoweza kusema kwamba kuachika sio dhambi. Watu wengi watasema naogopa kunyeshwa vidole. Kwa hiyo anavumilia vitu ambavyo inawezekana vumiliziki. Binafsi dada yetu angetueleza kama kuna mazito zaidi, tusingeweza kumwambia vumilia. Kauli ya kuvumilia ilikuwepo kwa sababu tuliona they are right, yani ni mambo mepesi ambayo ya kawaida. Kumbe inawezekana moyo wake ulikuwa na mambo mengi sana. Mchungaji alieleza juzi tulikuwa kwenye maziko Moshi, anasema mara ya mwisho alieleza akamwambia Naomi kamtumia message moja kwamba nakosa amani. Alipomuuliza unakosa amani kwa nini, Naomi hakujibu, na ilikuwa ni kipindi kifupi kabla ya tukio la kuuawa. Lakini mchungaji akaabidi awashe gari kufika kwenye nyumba ya Naomi. Anasema alifunguliwa na mume wa Naomi, lakini alipomuuliza nini, yule akamuuliza huyu mbwa, alieleza maneno makali sana kwamba huyu mbwa sitaki kumsikia. Alipomwambia kwa nini unamuita mke wako mbwa, akamwambia narudia tena na tena ili nilimbwa na sitojuta. Kwa hiyo sasa you can imagine hayo sisi tulikuwa tuyajui, ndo tumeyasikia juzi kwa mchungaji. Anasema alirudia ile statement mara 5. Mimi sinaonesha huyu mtu alikuwa shamchoka kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tungejua tungeweza kumwambia kwamba it's enough. Leo tunaondoka na wewe, hawezi kubaki hapa. Lakini tumekuja kuyasikia mwishoni sana. Inasikitisha, lakini tunaamini Naomi ameenda na saizi atapumzika kwa amani. Lakini zaidi ya yote Naomi atapumzika kwa amani kwa sababu haki ni jibu la amani. Amani kwa familia, amani kwa taifa. Hatujanufaika popote kwa kuipoteza tena nafsi ya pili ya Meshak, lakini kwa usalama wa familia yake, familia yetu na jamii kwa ujumla, hukumu ni ya kweli na haki. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa jina naitwa Joseph Mwajatia. Ni Gracious, mimi ni baba yake mdogo. Baba yake mkubwa. Mama yake mdogo Gracious ambaye mtoka kuongea nyinyi sasa hivi, Salma, ni mke wangu wa ndoa kabisa kanisani. Nafikiri mengi mmeshasikia watu waliongea kwenye vyombo vya habari, kwenye wazazi wa marehemu mwenyewe Naomi, shemeji yangu ameongea na hata mke wangu naye ameongea. Nafikiri mengi ambayo mmeyasikia ndio haya ambayo yametokea. Labda mimi binafsi tu niseme tu natoa shukrani kwa shule ya St. Max kwa sababu sisi Gracious, mimi ndo nilimeta hapa Gracious akiwa darasa la 2. Walimpokea na actually walikuwa wenyewe hata hawajui kabisa kwamba Gracious ana changamoto 1 2 3. Umeona nafikiri unakuja kujua juzi hapa. Lakini shukrani zangu za dhati nashukuru uongozi wa shule, mkuu wa shule pamoja na mmiliki wa shule kwa kuweza kumpa hiyo sponsorship ya kusoma kumalizia darasa lake la 7 and then kwa hiyo miaka yake mingine. Sababu Gracious bado anahitaji elimu, bado ni mtoto mdogo, lazima tumwangalie kama wazazi. Na mimi binafsi naahidi kwamba Gracious atasoma, atafikia malengo yake. Tumetoka msibani tunakuja hadi huku, anaambia baba mimi nataka kuwa daktari. Kwa na mimi nataka nisimamie hapo Gracious awe daktari yani. Hiyo tulisha discuss mimi na mke wangu na hiyo iko clear kabisa, haina shida yoyote. Tulishakubaliana hivyo yani. Ni mambo tu ya kisheria kwa sababu ni mtoto wetu, tunamlea tukiwa mdogo. Na ni damu yetu kabisa. Bahati nzuri Gracious alikuwa baba yake ni mtu wa kusini. Na mimi baba yake sasa ni mtu wa kusini. Kwa hiyo mimi ni mwanangu kabisa. Na nampenda. Watoto kama watoto wengine. Haki zote wanapopata watoto wangu wengine na anapata hivyo. Hakuna hata kimoja ambacho kwake ni tofauti na anajua hilo mwenyewe. Na ndio maana naona hata watu wengine ni kujua, hata kanisani wenyewe walikuwa wanashangaa baada ya kusikia kwamba huyu mtoto kumbe sio kwako. Hawakujua hicho kitu
Yeah.